For today I want to make a foundation ya kwamba about the power of vow, nguvu ya nadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kama kuna kitu ambacho unastahili kufahamu kwa maisha ni kuhusu ufahamu ambaye Mungu atapatiana kwa maisha yako, kwa sababu we can live katika ufalme wa Mungu na tufanye mambo mingi na tushangaa kwamba tunafanya na hatuwezi kufanikiwa kwa sababu tunafanya pasipo ufahamu. Na Mungu anatamani tunapofanya mambo tufanye na ufahamu. Hapo ndipo tutaona baraka zake. Niongezee sauti kidogo, naona umenifinyilia. Haleluya. So mambo mingi tumekuwa tukifanya na mambo mingi tunaendelea kufanya, lakini nataka uelewe sana ya kwamba pasipo ufahamu wa jambo hauwezi kulifanya kwa uhakika. Kweli utalifanya, lakini utalifanya kwa sababu limesemwa. Utalifanya kwa sababu wengine watu wanafanya, lakini hautalifanya na ufunuo. Na chochote kilicho cha Mungu kinachogusa moyo wake ni kile kimefanywa na ufahamu, na kile ambacho kimetambulikana kwa ufunuo. Lakini mambo mingi usipofanya kwa ufahamu ama akili ya Mungu, hakuna matunda itakuzalia. Na ndio maana nasikia msukumo tuongee kuhusu nguvu ya nadhiri, kwa sababu nadhiri tunaweza tukasema it's about a promise ambayo imefanywa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya jambo fulani. Nadhiri ni kitu ambacho unafanya, unamwahidi Mungu kwa sababu aidha ya jambo fulani, ama kukataana na mambo fulani, ama kufanya mambo fulani. Aidha unasema mimi Mungu nitafanya hii kwa sababu ya hii na hii. Mimi Mungu sitafanya hii kwa sababu ya hii na hii. Mimi Mungu sitakwenda pale kwa sababu ya hii na hii. Yaani unatenda jambo alafu unamwelezea sababu yake, na unamhakikishia kwamba nimeamua. It's like a covenant ile ambayo unaweka kwa Mungu. Na ndio maana ni vizuri wakati tunapoelewa mambo ya nadhiri tutampendeza Mungu, kwa sababu God anakuwa pleased na believers ambao wanapenda kumwekea nadhiri. Kwa sababu nadhiri ni kama funguo kwa maisha ya watu wengine. Kuna mambo Mungu hawezi akajibu kwa maombi. Kuna mambo Mungu hawezi akajibu kwa imani. Kuna mambo hawezi akajibu kwa kujitolea. Kuna mambo hawezi akajibu kwa kuombewa. Lakini kuna mambo specific Mungu ameyaweka yatajibiwa kwa sababu ya nadhiri. Na ndio maana ni vizuri sana kumwelewa Mungu pande zote. Yesu akasema, Paulo akasema, mumjue Kristo kwa undani, kwa upana, kwa kina na hata kwa urefu. Kwa nini tumjue Kristo kwa njia hiyo? Kwa sababu Yesu ana wake, ana kina chake, ana urefu wake na ana undani wake. So ukijua kwa upana kumaanisha utapanuka kiimani. Ukimjua kwa kina kumaanisha utapanuka kwa undani. Ukimjua kwa urefu itamaanisha utapanuka kwa urefu. Haleluya. So lazima umwelewe Mungu kwa viwango vyote. Usitegemee Mungu kwa upande mmoja, kwa sababu most of the believers tunaaminia Mungu kwa maombi. Tunaaminia Mungu tukiombewa ndio vitu vingine vitaondoka. Tukifunga na kuomba ndio mambo mengine yataondoka. Lakini nataka uelewe ya kwamba ni vizuri kumwelewa Mungu kwa undani, kwa kina, kwa mapana na kwa marefu, ili akitaka umtumikie Mungu kwa mapana ajibu kupitia mapana. Ukitaka umtumikie Mungu kwa marefu ajibu kwa marefu. Kwa kina ajibu kwa kina, maana vyote vile umemjua Mungu viko na jawabu lake. Vyote vile umemtambua Mungu ako na reason, ako na solution kwa kila jambo. Wakati umeingia kwa undani lazima kuna suluhisho utapata. Umeenda kwa upana kuna suluhisho utapata. Sasa ni vizuri as a believer tumwelewe Mungu kwa viungo vyote. Tusimwelewe Mungu kwa njia moja tu.
kwa sababu anasema njia zake ni tofauti na njia zetu, na mawazo yake ni tofauti na mawazo yetu. So kile tunawazia Mungu kututembelea si kile Mungu anawaza kututembelea. Ile njia tunawazia Mungu kumfikia si ile njia ametuwazia kutufikia. Na ndio maana wakati umeelewa njia zote na umemwelewa Mungu kwa viwango vyote, basi utamngojea Roho Mtakatifu anapokuongoza, atakuongoza upitie njia gani. Na ndio maana mchana wa leo ametaka tuelewe maana ya nadhiri ni nini, kwa sababu nadhiri ni njia moja ya kumfikia Mungu. Nadhiri ni njia nyingine ya kutendewa na Mungu. Nadhiri ni njia nyingine ya kumeki ushirika na Mungu. Na watu wengi wametumikia Mungu lakini hawajapitia kwa njia ya nadhiri. Na kama walipitia kwa njia ya nadhiri, nadhiri zao hazikugusa Mungu, kwa sababu hazikuwa kulingana na ile ahadi ambayo ungetazamia kwa Mungu wako. Na ndio maana kuna vitu usipoelewa utaishi maisha na utaona wengine wakiinuka, unashangaa, kwani yule mbona ameinuka na mimi sijainuka? Kwa sababu mambo ya Mungu lazima uyaelewe kwa vile anavyotaka uelewe. Wakati unapokuja kwa Mungu, kuja ukingojea Mungu anataka anene nini. Usikuje na mawazo yako na akili zako na mpangilio yako. Na ndio maana wakati Naamani alipoenda kwa nabii, kuna vile aliseti mawazo yake. Nitaenda kwa nabii, na kwa sababu ametumania anaweza kuniponya, ataniekelea mkono mahali ninaumwa katika huu ukoma, alafu nitapona na nitarudi kwetu nikiwa nimepona. Hayo ndo mawazo ya Naamani, kwa sababu alielewa nabii, Mungu wa nabii akikuwekelea mkono ndo utapona. Hakuelewa ya kwamba kuna vitu anataka ufanye ndo upone. Na ndio maana alipofika kwa nabii, nabii akaachilia mawazo ya Mungu. Hakumfuata, hakumuona, wala hakuongea na yeye. Alifanya kutumana ujumbe, akamwambia nenda ukamwambie ajichove katika mto ya Yordani na mwili wake utakuwa safi, na anapojichova ajichove mara ngapi? 7. So that was the way of God to heal Naaman. Maandiko yanasema kwamba alitamani kupinga na akauliza, kwani kwetu hakuna mito? Kwani maji hakuna nyumbani? Lakini waliomzunguka wakamwambiaje? Wakamwambia, angelikwambia utoe mali ungelitoa. So je, kuogelea tu mara 7 si uende uone? Akaenda akafuata, na baada ya kufuata, maandiko yanasema mwili wake ukapona, ngozi yake ikawa kama ya mtoto. Kwa nini ilipona? Ni kwa sababu alifuata the way of God to be healed. So there is a way for you to receive a solution. Not every mind ambayo ulionayo ya kwamba Mungu atanifikia kwa hivi ndivyo utafikiwa. Praise the Lord. Nilikwambia the moment tulipoenda Mombasa, wakati naomba namwambia Mungu, nataka upanue kanisa Mombasa. Mungu akaniambia, there is somebody who has the mantle of Mombasa. Go and honor him, then you'll get breakthrough in Mombasa. Akaniambia, go to Bishop Lai, enda uhone that mantle. Ukishahona the mantle, is the one who has the mantle in Mombasa. So atakuwa na excess ya kugarantia kwamba you will succeed. I have my father in the Lord, Apostle Kimani. Lakini Mungu alitaka nipitie kwa Bishop Lai, kwa ile territory ambaye Mungu alimpatia, ndio nipate breakthrough. Because the mind of God is different between the mind of man and God. They are different. Mawazo ya Mungu na ya mwanadamu ni tofauti. Mawazo yangu niko natazamia kwamba apostle akiniekelea mkono, na si vibaya akiniekelea mkono kwa sababu he is my father. But Mungu ako na njia zake za kufanya mambo. Na ndio maana tunapojifunza nadhiri, nataka uelewe mwaka huu kuna vitu Mungu angelitamani kwa maisha ya sote. Lakini pasipo kumwelewa Mungu vile angestahili tumwelewe, tunaweza tukaanza mwaka, tukaendelea na mwaka, na tukamalizia mwaka vile tumemalizia, ama vile ulivyokuwa kwako. Kwa sababu gani? Haukuelewa ni njia gani alitamani upitie. Labda ulithamia kwamba nitapona pasa akiniekelea mkono. Na ndio maana nikakwambia impartation ya mwaka huu imekuwa tofauti, kwa sababu Mungu hakutaka niekelee watu mkono, alitaka ni declare maneno. Only declaration atakaye
Mungu amponye. Atakayefuata kile nimesema, Mungu amtendee. Mwingine akaja akaniambia, pasa before kwa impartation Mungu aliniambia nifunge, lakini sikufunga. Nilipokuja Jumapili wakati unadeclare, Mungu akaniambia hauwezi kupata kwa sababu nilikwambia ufunge, lakini hukufuata sauti yangu. Na ili ujue kwamba ni Mungu alimwambia, asubuhi ya leo Mungu akaniambia niongeleshe watu kuhusu levels of obedience. Na nikawaambia kuna vile utaobey the word of God na kuna vile utaobey the spirit of God. Na yeye Roho alimwambia funga, maana kuna kitu nataka ufanye ili nipatiane kwako siku ya impartation. Yeye akaignore. Lakini by the grace and the mercies of God, Mungu baada ya kujitambua amekosa, aliporudi kwa Mungu, Mungu akampatia another direction, fanya hivi tena. Ndio sasa ukija ukiekelewa mkono utapokea kile ambacho ulikusudia. Because God's way are different from our ways. Na hiyo ndio tunastahili kujifunza kanisa. Tusitegemee njia moja peke yake kumjua Mungu. Tumjaribu Mungu kwa njia zote. Tumjaribu Mungu kwa maisha yetu yote. Kile ambacho anastahili tumjue kwa viwango vyote. Sasa tunaposema kuhusu nadhiri, Mungu hupendezwa na Mungu pia anaangalia kile ambacho nadhiri kinastahili kufanyia mtu, na pia ukumbuka nadhiri ya mtu. Na anayeweka nadhiri, Mungu huhakikisha amependa ili apate utukufu kwa sababu ya hiyo nadhiri. Na ndio maana ni vizuri sana kuelewa mambo ya nadhiri, ama nguvu iliyopo katika nadhiri, na aina za nadhiri, na faida ya nadhiri, na madhara ya kutotimiza nadhiri. Kwa sababu kweli tunaweza kumwekea Mungu nadhiri, na nadhiri haiwezi kuwa pesa peke yake. Nadhiri inaweza kuwa ni mambo umeamua kufanyia Mungu. Haleluya. Praise the Lord. Kama vile tumekuwa tukiweka nadhiri, our ministry tuliwekea covenant na Mungu ya kwamba every January kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 31 ya January, chochote ambacho kinatolewa hapa, either ni tithe, ni sadaka, ni seed, anything, hata kile tunabarikiwa, sote tunagather zote, alafu tunapeleka kwa apostle as a first fruit. Kuanzia tarehe 1 Disemba, Januari mpaka tarehe ya mwisho. Hiyo ni nadhiri tuliwekea Mungu. Na huu ni mwaka wa ngapi? Kuanzia 2012 tumekuwa tukifanya hivyo. Why? It's a vow tuliweka kwa Mungu. Hata mtu akapatiana plot, apatiane chochote Januari, atutumiki chochote. It's a covenant we make. Na ndio maana unastahili kujua Mungu kwa viwango vyote. Mungu hautamjua tu kwa sababu nimeomba. Ili nijue Mungu kuna gharama. Na ndio maana anataka uende katika kilindi mpaka uanze kuogelea katika uwepo wake. Hataki tu maji ya kufikia hapa ama kiunoni. Anataka ushindwe kutembea kwa maji, uogelee. Hapo ndipo utajua Mungu anataka nini kwa maisha yako. There are things haziwezi kufanyika kwako pasipo kumjua Mungu vile anataka umjue. It's not about prayer. Si about maombi. Ni about zile kanuni Mungu ameweka ufanye. Na hiyo ndio tumekuwa tukiishi kwayo. Na ndio maana we believe in any battles. Hakuna battles zinaweza kutushinda. No matter itakuja vipi. Inaweza ikaonekana kama imeshinda, lakini at the end tutakuwa washindi. Why? There is a vow and a covenant we made with God. Na hiyo ndio ilisababisha Abraham, Isaac na Yakobo, uzao wake ukakumbukwa na Mungu. Maana Israeli walipolia, Mungu akasikia maombi yao. Akasema, nimesikia maombi yenu na nimeona taabu yenu, lakini nimekumbuka agano nililofanya na Abraham na Isaka na Yakobo. There are things in your life hauwezi kuzishinda kwa maombi, but you will defeat them through a vow or a covenant. Ndio maana as a church
Lazima tuelewe. Haleluya. Lazima tuelewe ni nini, ni nadhiri gani, ni vow, ni covenant gani umeweka na Mungu wako, kwa sababu kule tunakoenda si kama vile tulivyo sasa. Kuna mambo tutayashinda kupitia Mungu, na kupitia Mungu si njia moja. Njia zote ambazo Mungu anastahili atumikiwe nazo ndio zitakupatia ushindi. Praise be to the Lord. Hallelujah. So nadhiri ni kitu cha maana na kinafaidisha watu. According to Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 4. Sikia Biblia vile inasema. Biblia inasema hivi: wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umemwekea Mungu nadhiri, hakikisha umeiondoa, kwa sababu Mungu hawi radhi na wapumbavu. That means ya kwamba unaweza kuwa a wise man ukiweka nadhiri wakati umeitimiza, na unaweza kuwa a foolish man ukiweka nadhiri wakati hujaitimiza. Sasa maandiko yanasema Mungu hawi radhi na mpumbavu, kwa maana aliweka nadhiri akashindwa kuitimiliza. Unaona nadhiri zengi tumeweka sisi hapa. Namwambia Mungu, ukiniponya I'll serve you. Mungu ukinibariki nitakutumikia kwa uaminifu. Mungu ukiniokoa na uponye mama yangu, uponye baba yangu, unipatie lile shamba, nitahakikisha sijakosa mambo ya Mungu. Ni wangapi wametimiza hapa? Maana yale ni maneno uliyoongea kwa Mungu. You made a vow ya kwamba after my healing I will serve God. After my salvation I will serve God. Mungu ukinipatia ile kazi I will serve you with faithfulness. You made a vow. Lakini after kumake ile vow uliona ni kitu cha kawaida. Ni maneno tu si nimeongea. Lakini elewa kwamba maneno yako yana nguvu ya kukufanya uendelee ama ya kukufanya ufeli. Na ndio maana Daudi anasema katika kitabu cha Psalms 76. Psalm 76 verse number 11. Hawa ni watumishi wa Mungu ambaye Mungu aliwasaidia. And they were king but they made a vow. Anasema hivi: wekeni nadhiri mkaziondoe kwa Bwana Mungu wenu. Wote wanaomzunguka wamletee hedaya, yeye astahili kuogopwa. Hallelujah. Praise be to the Lord. Vow and pay unto the Lord. Vow and pay unto the Lord your God. Let all that be around about him bring praises unto him and ought to be feared. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumwekee nadhiri na tuzitimize. So kama King David anaelewa nguvu ya nadhiri, na mambo ya nadhiri Daudi ameyaongea sana. Ziko scripture nyingi zinaongea kuhusu vile amewekea Mungu nadhiri na vile amemtumikia Mungu kuhusu nadhiri. Na ndio maana ufalme wa Daudi ulikuwa umesimama, kwa sababu he made vows na akahakikisha amezitimiza na Mungu akampigania. Ni kweli Daudi alikuwa mdhaifu mahali pengine, lakini tunaona kwamba after making vows na kuzitimiza, maisha ya Daudi yalikuwa ya ushindi. So there are life challenges ambazo tunazipitia katika life. Kuna mambo mengi tunayapitia katika life. Without vows kwa Mungu hatuwezi kushinda. It's not about maombi ya pastor ndio yatanishindia. It's not about kuja kanisani na kuketi kwa ibada nisikie pastor akiongea ndio nitashindaniwa. Elewa ya kwamba wakati umemjua Mungu kwa nguvu ya nadhiri, maisha yako yanakuwa ya ushindi. Ukisoma kitabu cha Genesis 28 verse number 18, unamwona Yakobo anamwekea Mungu na nadhiri, na Yakobo anaenda anapata ushindi, na mwishowe anarudi. Mungu anamkumbusha, mimi ni Mungu wako yule ambaye uliniwekea nadhiri. Sikia 28 verse number 18 to 22. Maandiko yanasema Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akaitwaa lile jiwe aliyokuwa chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, akamimina mafuta juu yake, akaita jina lake mahali pale Betheli. Lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akamwekea nadhiri akasema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia
niendayo, na kunipatia chakula nile na nguo nivae, nami nitarudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Haleluya. 22 nami nikirudi atakuwa Mungu wangu. 22 na jiwe hili nililosimamisha katika nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila atakalonipa hakika nitamtolea wewe sehemu ya 10. Twende Genesis 31 verse number 13, tuunganishe na hiyo 31:13. Maandiko yanasema hivi: mimi Mungu wa Betheli, huyo uliyetokewa na mafuta, uliyekotia mafuta nguzo na kuwekea nadhiri. Sasa toka katika nchi urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Praise be to the Lord. Tunaona Yakobo anampatia Mungu nadhiri alipotokewa. Tumeshasoma hiyo historia ya kwamba aliota ndoto, akaona ngazi zikishuka, malaika wanashuka na vitu wakipanda wakiwa empty. Na baada ya kuamka katika hayo maono, akahakikisha ameweka jiwe pale na akachukua mafuta akamimina, na akasema mji huu utaitwa nini? Utaitwa Betheli, lakini maeneo yale yalikuwa yanaitwa Luzu. So inamaanisha kwamba alipoweka nadhiri akamwambia Bwana, na naweka nadhiri hapa ya kwamba nikienda na ukinishindania na ukinibariki, wakati nitakaporudi na amani, I'll offer my sacrifices mbele za macho yako as a 10% for you. Na Biblia inasema kwamba the same God akamtokea akamwambia, mimi ni Mungu wa ule Babeli ambaye uliniwekea nadhiri, sasa rudi kwenu. Akampatia direction. Yani the same God aliyemwekea nadhiri na akamuinulia madhabahu ya Betheli, akashuka akamregelea, akamwambia sasa, akaanza kumpatia control ya maisha yake. That means ya kwamba kama Yakobo asingeliweka nadhiri mahali pale alikutania na Mungu, Mungu asingelimpatia another control ya maisha yake yajayo. Kwa nini Mungu alisema na wewe mara ya kwanza na mpaka leo Mungu hajasema na wewe tena? Kwa nini wewe Mungu alikutendea mara ya kwanza na mpaka leo hajakutendea tena? Kwa sababu Mungu tunayeabudu ni Mungu wa pili, mara ya pili. Is a God of another chance. Is a God of another voice. Anaweza kanena tena kwa maisha yako. Lakini kwa nini aliponena siku ile mpaka leo amenyamaza, haongei tena kwako? Na kama anaongea kwa njia ya kukuonya, hakuongeleshi kwa njia ya kukupatia mwelekeo. Ina maana kuna njia umekosea, kuna mahali umekosa kumfikia tena Mungu. Daudi alipoinua lile jiwe akaita mahali hapa ni Betheli, maana hapa ndipo nimemuona Mungu, na hapa nilipomuona Mungu nitaweka nadhiri ya kwamba nikienda nikishinda na nirudi kwa amani, I'll serve my God. Na kwa sababu Mungu aliangalia ile nadhiri yake, the same God aliyemweka pale akamwekea nadhiri, akakuja akamwambia, I am the God of Bethel. Hakumwambia I'm God of that Luzu, maana kulikuwa kunaitwa Luzu, lakini through sacrifice ya nadhiri ili change the environment. Na Mungu akaanza kupata nafasi kwa maisha yake, akaanza kuongea na Yakobo. Aliongea kwa maono, sasa anaongea kwa sauti. Angalia ile ndoto ulipoota mpaka sasa hujaisikia ndoto nyingine, mpaka unashangaa Mungu alienda wapi? Maana Mungu alipomtokea he made a vow. Mungu amekutokea mara ngapi? Anaweza kuwa alikutokea kwa njia ya uponyaji, alikutokea kwa njia ya wokovu, alikutokea kwa njia ya msamaha, alikutokea kwa njia ya kazi, alikutokea kwa njia ya amani. Have you made a vow to him? Ushawaiweka nadhiri kwake ili umtumikie? Haleluya. Amen.
tukiomba na my wife, niliwafundisha juzi vizuri kuomba na your family mkiwa mmeshikana mkono, na after mkimaliza hug your family, kama ni watoto wako, kama ni mke wako. The moment tulikuwa tunaomba, God gave us a voice. Akasema, because I want to make a covenant with this family. You know, unaweza ukakaa na Mungu lakini Mungu hajamake a covenant na familia yako. Unaweza kuwa kanisani na Mungu hajui familia yako. Unaweza kuwa mtumishi. So Mungu akatuambia, I want to make a covenant with this family. Tukiwa tumeshikana mkono baada ya maombi. Akatupatia njia jinsi tutakavyofanya. Na akamwambia, mkishatoka hapa mwende kwa baba yenu mumwambie hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu atawaombea. Na akishawaombea kuanzia sasa nitaeka agano na hii familia. Na baada ya hapo tukaenda, na ni kweli alipoenda akatuwekelea mkono, akaongea kile Mungu anasema ndani yake. Akasema, hivi ndio Mungu amesema niwaambie. Na hivyo ndo walituambia, fanyeni hivi, maana mtaenda kwake na atawaombea na atawaambia kile ambacho kitakuwa. Hatukumwambia Mungu ametuambia, si tulimwambia tumekuja kwako kukuona na hii ndio tumekuja maana Mungu amesema tufanye hivi. Akatuambia tupige magoti, akatuombea, akasema yale mambo Mungu ameweka kwake. Akasema, haya ndio mambo Mungu ameniambia niwaambie. Praise the Lord. Kwa sababu tulipokuwa tukiomba tuliambia God, ukitupatia a direction lazima tutafanya kitu fulani kwa madhabahu inayotusimamia. Na ni kweli akatupatia direction, na sisi tukaamua kutimiza ile nadhiri. That's why Yakobo, Mungu alirudi kwake kumpatia another direction. Na tulipoenda tukapewa direction jinsi tutakavyofanya na jinsi tutakavyotumikia Mungu. Hallelujah. Praise be to the Lord. Ukisoma kitabu cha Ayubu mlango wa 27, Job chapter number 27 verse number 2. 27 verse number 2. Kama aishivyo Mungu aliyoniondolea haki yangu, huyo Mwenyezi aliyeitesa nafsi yangu, kwa kuwa uhai wangu ukamzima ndani yangu, na roho ya Mungu inakaa pua yangu, hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki, wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu. This is a vow Ayubu anameka. Kweli ameona mateso, lakini anameka a vow, anameka nadhiri na Mungu wake kuhusu kinywa chake, anameka nadhiri kuhusu maisha yake. Anasema, hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki, wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu. He make a vow ya maneno kwa God, yule ambaye amemwona akimsaidia. Hallelujah. Praise be to the Lord. Na hajatosheka hapo. Ukisoma same Job chapter number 31 verse number 1. Sikia Job vile anasema. Anasema Job chapter number 31 verse number 1. Nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Praise be to the Lord. Ayubu anasema he made a covenant na macho yake ya kwamba sitaangalia msichana. Na ndio maana anafulfill kile ambacho aliweka agano. Anafulfill the vow ambaye aliweka kwa Mungu wake. That means ya kwamba all of our body, it is the servants of God. Mili yetu yote ni mtumishi wa Mungu. Macho yako ni mtumishi wa Mungu, masikio yako ni mtumishi wa Mungu, mikono yako ni mtumishi wa Mungu, miguu yako ni mtumishi wa Mungu, mawazo ni mtumishi wa Mungu. So anything of you unastahili ku make a vow with God. How will serve you? Kuna nyingine utaserve kwa kukataa, na kuna nyingine utaserve kwa kufanya. Sasa amemake agano na Mungu kwa kinywa chake,
amemake agano na Mungu kwa ulimi wake, amemake a covenant with God kwa macho yake. Ambia jirani yako, ni agano gani na nadhiri gani umemwekea Mungu kwa maisha yako, hata kwa mwili wako? Your life to succeed, it depends on the decision you'll make in your life. Your body inaweza kuwa the enemy of your destiny, ama inaweza kuwa your helper of your destiny. It depends yale maamuzi umewekea mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vile umewekea mwili wako ndio inategemea ni agano gani umeliwekea mwili wako, litakufikisha ama litakunyima kufika. Kwa sababu adui mkubwa aliye kwa maisha yetu ni mwili. Hata si jirani ama si mchawi wa mganga. It's about your body. Na ndio maana ili Daudi ya succeed, Ayubu succeed mpaka mwisho wake uwe mzuri, he made a covenant kwa macho na kwa kinywa. Kwa sababu gani? Alijua haya mateso nimepitia na hii shida nimeiona, maneno yangu yanaweza kutamka ubaya kwa Mungu. Vile vitu ninakutana navyo nikiviona, macho yangu yanaweza yakamnajisi Mungu. So akasema ile mlango ambao unaweza ukafunguka either kwa mwili ama kwa macho, I'll make a vow with my God, ya kwamba sitaweza kutekeleza kile kinatamani, kile macho inatamani, kile ulimi unatamani. Na ndio maana as a believer aliye na maono, Mungu atusaidie na akusaidie, ya kwamba not every words unastahili kuongea, not everything unastahili kuangalia, not everything unastahili kushika. Have limitation kwa maisha yako na kupatia moyo. Enda umwambie Mungu akusaidie. Haleluya. Sikia, Januari nilipokuwa natoka Mombasa na kuja, sauti ya Mungu iliniambia niombe Mungu anipatie roho ya kuchukia vitu ambavyo si vya Mungu. Na I prayed from Mtwapa paka Mnarani kwa gari nikiwa nalia machozi, namwambia God, give me the grace to hate even sin and everything that is not worthy for God. Nanaelewa? Praise the Lord. Kuna vitu mdomo wako ndo unaweza kubadilisha, na kuna vitu matendo yako ndo yanaweza kubadilisha. Kuna vitu utatamka kwa maisha yako na vitabadilisha maisha yako, na kuna vitu utafanya kwa maisha yako na vitabadilisha maisha yako. Na nikamwambia Mungu, saidia macho yangu, saidia kinywa changu, saidia mikono yangu, saidia miguu yangu na mwili wangu. Mahali popote sina uwezo wa kushinda, give me dominion so that I can win. Patia mamlaka nishinde. Kwa sababu Mungu ametupatia mamlaka, amesema I've given you dominion. Nimewapatia mamlaka ili mtawale. That means ya kwamba chochote ambacho unakiona, usichokiona, unakihisi ama usichokihisi, unaweza kukitawala ukiwa na mamlaka. Lakini kinaweza kukutawala usipokuwa na mamlaka. Na ndio maana hapo ni vizuri sasa kuelewa Mungu. Na ndio maana kuna vita utashinda si kwa maombi, ni kwa nadhiri. Maana nadhiri inakukumbushaga mambo uliyoweka. Nadhiri inakukumbushaga Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, hiyo nadhiri inakufanya ukumbuke na usifanye. Na ndio maana Ayubu akajua kwamba nikisema kwamba kinywa changu hakitaongea mabaya, kwa sababu alijua kuna mambo atapitia yanaweza yakamsababisha aongee mabaya. That's why unamwona anamuonya mke wake, anamwambia si mazuri peke yake ndio tumsifu Mungu, hata mabaya tunastahili kumtukuza Mungu. Kumaanisha he made a covenant ya mdomo wake, usiwahi ongea kushindwa wakati anashindwa, usiwahi umdhihaki Mungu wakati anashindwa, umtukuze Mungu hata akiwa ameshindwa. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Praise be to the Lord. So kuna aina za nadhiri ambazo unastahili kuzielewa ndio ili uweze kushinda vita vyako, ndio uweze kushinda katika Mungu. Na pasipo ufahamu hauwezi kufanya mambo ambayo yanaweza kugusa moyo wa Mungu. Na ndio maana tunaposoma Proverbs chapter number 3, Proverbs 3:5, niwekee tu kwa haraka ili nisitafute yangu. Proverbs 3:5.
Naona nimekushinda. Trust in the Lord with, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Tuende kwa Kizungu. Rudi kwa Kizungu, inaongea vizuri. Hiyo verse number 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lean not on your own. On your own. Hebu geukia mtu mwambie your own understanding. Hajakuelewa vizuri. Mgeukie wapi, mwambie your own. Sasa wengine hata sasa kama pasa anakufundisha na haushiki. Skuli kwa ndio ulishika. Nasema mwambie on your own understanding. Sasa interpretie, mwambie kwa ufahamu wako mwenyewe. Usijifunze kwa ufahamu wako mwenyewe. Praise the Lord. That means that kwamba God anataka to rely on his understanding. Tutegemee ufahamu wake. Sasa tunaposoma habari za nadhiri, inamaanisha kwamba tuelewe ufahamu wa Mungu unaongea kuhusu nini nadhiri. Kwa sababu kuna watu tunaelewa nadhiri kwa ufahamu wetu, na ndio maana tunafanya kwa akili zetu. Na ndio maana ile nadhiri haitufanyii mambo. Lakini tukiifanya kwa ufahamu wa Mungu itatufanyia mambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nikogo napatia na apostle tulipokuwa naye. Na tuko naye mahali pazuri, maana alituita mahali pazuri. Mahali unaingia ili ufungue mlango mpaka ubofe. Geukia jirani yako. Mwambie ukitii sauti ya Mungu utaingia mahali hata baba yako hajawahi ingia. Babu yako hajawahi ingia. Hata watu wa kwenu hawajawahi ingia. Unaona wengine wanasema sasa nitaingia wapi? Na mimi nilizaliwa Kilifi, nikasomea Kilifi, naishi Kilifi. Hata una mipango ya kufia Kilifi, shauri yako. Usiwe na mipango hiyo. Yesu mwenyewe alizaliwa wapi? Alizaliwa wapi? Bethlehem. Akakulia wapi? Akafanyia huduma wapi? Msomaji Biblia. Yesu alizaliwa wapi? Akakulia wapi? Akafanyia huduma wapi? Akapaa akiwa wapi? My father, my father. Yesu alizaliwa akakulia wapi? Akafanyia huduma wapi? Msema ujue, enda utafute. Kama Yesu mwenyewe alienda mazunguko yote, kuzaliwa alizaliwa kwingine, kukulia akakulia kwingine, akafanyia huduma kwingine, akakufia kwingine, na atarudi mahali alikufia. Sasa wewe ni nani unakaa hapo umesema mimi ni wa Kilifi na nitakulia Kilifi? Ulimwamini Yesu aina gani? Ambia jirani yako, amini Yesu aliyezaliwa mahali pengine, akaishi mahali pengine, akafanyia huduma mahali pengine, akakufia mahali pengine. Sasa uzaliwe Kilifi, usomee Kilifi, ujengee Kilifi, uolewe Kilifi, uzeekee Kilifi, hata ukufie Kilifi. Hata Yesu akija ufufukie Kilifi. Namwambia shindo mfululizo hiyo. That's not our portion in our family. Hallelujah. Lazima uende kwa mazingira mengine, na naachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Naachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Hautaishia Kilifi. Bwana atapanua mipaka yako. Kama hayo maneno ni yako, amini yako iwe juu. Hallelujah. Proverbs 4 verse number 7. Tunaongea kuhusu ufahamu wa nadhiri. 4:7. Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and in all get understanding. And in all you are getting, get understanding. Kwa nini nasema hivyo?
Ufahamu ni kitu cha maana. Ufahamu wa jambo katika vitu vyote, hata ufahamu kwa kile ambacho unafanyia Mungu. Na ndio maana Mungu anataka tuelewe aina za nadhiri. Na ndio maana nikiweka nadhiri niipatie jina, nikiwa ninakana nadhiri niipatie jina. Usiweke nadhiri pasipo jina, maana ili uipatie jina, hiyo jina ndiyo itakufanyia kazi. Haleluya. Proverbs 2:6. Proverbs 2:6. 2:6. For the Lord gives wisdom, for his mouth comes knowledge and understanding. Kwa nini naongea kuhusu ufahamu? Kwa sababu ufahamu ndio unamalizia kila kitu. Mungu anapatiana wisdom, lakini kinywa chake kinakupatiana knowledge na understanding. Kinakupatiana elimu na ufahamu. That's why God is giving us knowledge and understanding. Maana kuna watu hatujui maana ya nadhiri nini. Ukisoma Psalms 119 verse number 130. Psalms 119 verse number 130. Psalms 119 verse 130. Hallelujah. Ambia pasa anaweka msingi tu. The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. The entrance of your words, entrance of his words, inapatiana mwangaza. Kile nafundisha, it is a light I'm giving to you. Na huo mwangaza itakupatia ufahamu. So huu ni mwangaza napatiana kwako, ili ukuletee ufahamu, uelewe ni nini maana ya nadhiri, na kwa nini tuweke nadhiri, na ni nini kinatusaidia kwa nadhiri, na kwa nini nisipotimiza nadhiri yangu nitakuwa na madhara gani. Kwa sababu watu wengi mateso tulionayo ni yale tuliahidi Mungu tukashindwa kufanya. Na kwa sababu Mungu hawezi akabembelezwa na maombi ya pasa ndo afanye. Mungu anafanya kwa sababu umetii kile ambacho ulistahili kufanya. So hata nikaomba vipi, kama hautii na hukutimisha nadhiri zake, ni kazi bure. Anasema timizeni nadhiri zangu, nanyi wakati wa shida nitasikia kilio chenu. So kuna kipindi, there is a time of trouble. Nitakufundisha kuhusu hiyo kitu. Majira hata kama umeokoka vipi, hata kama umejazwa na Roho, hata anakubebaga kama vile ndege anabebwaga, lazima kuna kipindi kinaitwa kipindi cha matatizo. Na hichi kipindi cha matatizo kinakuja ili Mungu ile nadhiri ama yale maagano aliyoweka na sisi, zile ahadi alizoweka zitimie. Maana anasema nitimizeni nadhiri zangu, ili wakati wa shida unapokuja kwako, ukiniita nami nitakuitika. So utajuaje Mungu anajibugi nadhiri na anaitikaga watu kama hata kupitia shida? Na utajuaje kwamba Mungu atanyamaza wakati unamuita kama haulipigi nadhiri? Na ndio maana lazima upitie kipindi cha shida. Sasa wakati wa kipindi cha shida unamkumbusha Mungu, kumbuka Mungu nadhiri zako. Kwa sababu Mungu hukumbuka agano tulizofanya na Mungu. Lakini sasa sisi tuko na ufiniko, baadaye ufunuo tunatumia ufiniko. Wakati wa shida tunakimbia kwa pasta. Pasta, napitia kitu fulani niombee. Before ukimbie kwa pasta, enda uangalie maisha yako yamekosana na Mungu vipi. Ni nini kimesababisha upitie hayo? Ni nini kinasababisha uingie katika hiyo tatizo? Maana kuna wengine si kwa sababu ni shetani, ni kwa sababu ya rebellious. And we cannot curse God himself ambaye ameweka shida. Hata tuje tumkasi Mungu, tumlaani Mungu mahali ameweka shida yake kwako. Tuseme shindwe, tunakemea hiyo pepo. Mungu atakuaje pepo wakati ameamua kukupanish vile anataka? Alafu sisi tukija tunakemea huyo Mungu. Kumaanisha saa zingine mnafanya wachungaji waanze kumkemea Mungu kwa sababu ya matatizo yenu wenyewe. Haleluya. Na ni vizuri sana as a believer ukipitia shida
Kwanza enda ujirudie, rudi katika makutano, uangalie nilipotelea wapi. Ni mimi mwenye shida, alafu njoo kwa pasta. Sasa pasta, nimetambua hii shida hata si pepo, mimi ndio nimekuwa pepo. Sasa nimekuja nikombolewe, naomba nisamehewe kwa Mungu, uniombee msamaha, ndio tumuite Mungu akuje na rehema zake. Lakini wengi wakija tu, pasta nirushie maombi, nikumbuke. Pasta nimekuja uniekelee mkono. Pasta utapatikana kwa ibada. Kama kuna mwingine alimpigia, amekuja mpaka Jumamosi, tumekesha Jumamosi asubuhi, ameenda kwa pasta, nitakupata kanisani. Nikamwambia, nani wewe? Ni mimi. Kuna siku nilikuja, nilipokuja ukaniambia niwe nikifuatilia. Sasa nilienda nikakaa, sasa nimeamua leo Jumamosi nifuatilie. Semeni amina. Amen. Ungekuwa wewe ungemjibu vipi? Nisaidie hapa, nisaidie tu. Kama uwezi kunipatia msaada, hata sikwambii vile nilimjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Just imagine. Colossians chapter 1 verse number 9. Colossians chapter 1 verse number 9. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9. For this reason we also, since the days we had it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will and all wisdom and spiritual understanding. Unaona maombi pasta anastahili kukuombea. Yale maombi pasta anastahili kukuombea si fire, toka pepo. Niwekee kwa Kiswahili ndio kila mtu aelewe. Hayo ndio maombi pasta anastahili kukuombea. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi ya dua kwa ajili yenu. Tuliposikia nini? Ya kwamba umeokoka. Tuliposikia nini? Ya kwamba umekata kauli ya kwamba umemfuata Yesu Kristo. Tukaanza kuwaombea mfanye nini? Amponye magonjwa, ampate kazi. Tukaanza kuwaombea mashetani yawaache. Hapana, sikia. Hatukuacha kuwaombea dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa ya mapenzi ya nani? Mjazwe mapenzi ya maarifa, mapenzi yake na hekima yote na ufahamu wa rohoni. So ushindi wako haukuji kwa sababu pasa ameng'oa pepo kwako. Ushindi wako unakuja kwa sababu pasa amekuombea ujazwe maarifa ya mapenzi yake. Amen. Wao unafikiri sote hapa tukiwa na maarifa ya mapenzi ya Mungu na tuwe na hekima na ufahamu wa rohoni, unafikiri kanisa ingekuwa iko hivi? Geukia mtu, mwangalie vizuri, mwambie wafikiri hii kanisa ingekuwa iko hivi. Lakini hatuna maarifa, hatuna hekima, hatuna ufahamu wa rohoni. Sisi kitu tunataka ni mahitaji. Sasa nikisema pokeeni mashamba, utaona hiyo amen. Mtu mwingine atabembea na ipina. Amen. Na nikisema pokeeni maarifa. Amen. Pokeeni ufahamu. Amen. Kwa sababu ni kitu hana value nacho. Na hii maarifa ndo value ya maisha yako ya wokovu. Hekima ndo value, ufahamu ndo value. Maana ukiwa na maarifa ya kufanyia kazi Mungu, uwe na hekima ya kufanyia kazi Mungu, na uwe na ufahamu wa kufanyia kazi Mungu, hakuna shetani atakaribia kwako. Hakuna hata pepo atabisha katika mlango wako wala biashara yako. So unaona sasa zingine tulikuwa tunapotea. Kitu tunastahili kuombea sana ni vile vitu vitatu. Hata ukija ni mgonjwa, pokea maarifa, ufahamu na hekima. Aenda. Ukija unaumwa na tumbo, pokea
Geukia mtu mwambie pasa umepata ufunuo, si ufiniko huo. Hallelujah. That's the reality. Hii ndio kanisa mitume, na ndio maana unaona the apostolic church mpaka leo inaongelewa. Angalia the Pentecostal church. Angalia Pentecostal church. Hakuna miujiza, na kama itakuwa mingine ni ya kufoji. Hakuna roho kutembelewa, na kama ni kutembelewa ni mapepo ndio yanaongea. Ruka mabati msibaki. Ni pepo zinaongea, hata si roho. Maana siamini kama is a spirit of God anaongea kwako, alafu huyo spirit of Mungu aliyeingia akaanza kuongea kuacha na shida zako. Never. The spirit of Mungu akiingia kwako anakuondoa maroho zote, alafu anabakisha mapenzi ya Mungu kwako. Sasa wewe umetuambia riswa, ukitoka tena matumbo bado unasikia matumbo yanakuuma. Si unaona hakuwa ni roho huyo? Tuseme ukweli, wacheni tusianze kujihukumu. Tuseme ukweli. Roho wa Mungu ashuke kwako sahihi. Roho wa Mungu is the breath of life. Is the breath from God. Ni pumzi ya Mungu. Unajua, nitakufundisha hii. Do you know that the more you know God, utakuwa unavuta pumzi mara mbili? So unashangaa sasa, pasta, pumzi mara mbili vipi? Elewa. Utakuwa unavuta the divine breath na the normal breath. Umeelewa? Pasta, unaelewa? Unaelewa hiyo? Nikuonyeshe kitu. Simama. The normal breath. Simama. Normal breath. This is a normal breath. The divine breath. It's different. It's different between the normal and the divine. Why is it different? Kwa sababu the divine breath iko na uhai wa Mungu, na normal breath iko na breath ya mwanadamu. Sasa ukimjua Mungu unaweza ukaishi na watu, na ukiona this environment iko na watu hawamjui Mungu, una switch on the divine breath. Wakati unavuta pumzi, unapumua uhai, una catch up, mawazo yake yote yana submit to your will. Hiyo ni ngumu. Praise the Lord. Amen. Wakati unaona watu, acha nitoke huko niende kwa nadhiri tu, maana kuna watu wengine wanasema sasa hii hesabu ni ya wapi? Nitakufundisha kuhusu Jesus the breath of life. Kwa nini hii timu inakuwa hivi? Kwa sababu mwanadamu anastahili kuwa na pumzi mara mbili, pumzi ya kawaida na pumzi ya Mungu. Wakati pumzi ya Mungu ina function ndani yako, any kind of disease haitakaa kwa maisha yako, kwa sababu the breath of life ama breath ya Mungu inaletaga uhai. Mahali kuna magonjwa yanatoka, mahali kuna laana inavunjika. Lakini sasa paka ujue jinsi ya kuexercise. Maana unaweza kuwa na vitu vya thamana na ukaishi mtu wa kawaida, na unaweza kuwa na vitu visivyo vya kawaida na ukaishi mtu wa thamana. Maana unavibadilisha kwa wewe mwenyewe. Na ndio maana ni vizuri kumjua Mungu kwa upana, kwa kina, kwa urefu na kwa undani. Keti basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to the Lord. So maandiko yamesemaje? Yamesema kwamba wakaombewa. Lakini ya mwisho nini wanaombewa? Ufahamu. Kwa sababu ufahamu ni kitu cha maana, na ndio maana ni vizuri tuelewe nadhiri ni nini. Kwanza, number one, there is a vow inaitwa the vow of self-denial. Nadhiri ya wewe kujikana mwenyewe. Na hii tunaipata katika kitabu cha Danieli, mlango wa kwanza mstari wa 8 mpaka 16. Danieli na Shadrach na Meshach na Abednego wakadeny themselves, wakajikana wenyewe. Wakasema hatutakula chakula cha mfalme. Daniel chapter number 1. Daniel chapter number 1 verse number 8 to 16. Hatutakula chakula cha mfalme, but tutakula maji tutakula mtama na maji, lakini hatukuli chakula. They denied themselves. Walipatiana vao, wakasema sisi hatutakula chakula cha mfalme. Na hivyo ndivyo Daudi Ayubu alifanya. Alisema kinywa changu hakitaongea mabaya, akasema macho yangu hayatatazama msichana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini alifanya? Ni nadhiri ya kujikana. Nadhiri ya kujikana.
Ojo, niliuliza Mungu, maana hii ni yako nakwambia sasa hivi. Niliuliza Mungu, Mungu umesema you want me to commit myself in prayer. So sikujua anataka ni commit vipi. Either niko mgonjwa ama niko na afya, nipatie nguvu niende. Mpaka siku ile utaniambia tosha. Ndio maana jana nilipofika saa 5 usiku, sikulala. Tulikesha Friday, tukashinda mkutanoni. Ilipofika usiku, nimefika saa 5:30. Kitambo nioge nijitayarishe kwa sababu ibada ni saa 6. Sikuenda kulala. Kamwambia Mungu, tuliweka maagano na wewe. I made a vow. Na kwamba ikifika masaa haya nastahili kwenda na wewe. Na sijui usingizi ulienda wapi, na sijui uchovu umeenda wapi, mpaka sasa sisikii anything. There is a vow ya self denial, ukiiweka Mungu ana back that vow. Na vow ya self denial ni vow ya kwenda to another level. If you want to go to another level, kuna mambo lazima utajikana. Useme haya sitafanya kwa sababu ya Mungu. Haya maisha sitaishi kwa sababu ya Mungu. Hivi vitu sitatazama kwa sababu ya Mungu. Haya maneno sitaongea kwa sababu ya Mungu. Hii ndo gharama nitalipa kwa sababu ya Mungu. Self denial. A vow of self denial. Nadhiri ya wewe kujikana mwenyewe binafsi. Mmenielewa kanisa? So, nikwambie ikifika mwezi wa 6 ukianza kuona meno ya kimea kwa watu, wewe utasema pasta ni mganga wa kienyeji, amechukua nguvu za giza. Sawa, wewe sema. Lakini najua kile Mungu ameambia nilipe gharama yake. Na I thank God kwa sababu ilikuwa confirmed hata kwa watumishi wa Mungu. Na si mmoja, watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka sote hapa tuwe na nadhiri ya self denial. Useme kama mama, useme kama mzee, useme kama kijana mwaka huu, haya mambo sitafanya kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Haya mambo nitaishi kuyafanya kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Sote. Usiishi maisha ya kawaida wapendwa. Ukitaka kufanya vitu visivyo vya kawaida, hata kwa biashara yako, hata kwa ofisi yako, hata kwa familia yako, fanya vitu ambavyo si vya kawaida. Nimekugusia asubuhi, nitakufundisha kuhusu your family altar. Wewe na mke wako na watoto wako, madhabahu ambayo inagavana wewe, mke wako, mume wako na watoto wako. Hiyo madhabahu ambayo inagavana familia yako, ina shape the destiny of your family. Destiny ya daughters wako. Ukitaka waolewe na wale watu unataka waolewe, unaweza kuyanenea. Maana ukisoma Biblia vizuri kabisa, Miriam, haleluya, mama Kenani, is it Miriam? Somebody no. Yeah, I think in Miriam. Nitakusomea hiyo. Nimeandika hiyo kitu mahali. Alimeka vow, akaenda kwa Yesu, akamwambia Yesu akiwa kwa nyumba yake, naomba watoto wangu wawe katika mkono wako wa kiume, wasipotee. Akiwa kwa nyumba yake, kumaanisha kwa nyumba kulikuwa na madhabahu. Na ndio maana nakwambia, omba na mke wako, omba na watoto wako, omba na ndugu zako. Establish madhabahu kwa nyumba yako. Achana na ya kanisani kwanza. Kwa nyumba yako, hapo kwa nyumba yako unaweza ukatoa unabii wa maisha ya watoto wako miaka 10 ijayo. Akasema Yesu, usisahau watoto wangu wawe katika mkono wako wa kiume. Sikia, watoto waliozaliwa, alikuwepo mmoja anaitwa Yohana, alikuwa mmoja anaitwa Petro, alikuwa mmoja anaitwa Petero, alikuwa anaitwa Yakobo. All those sons walikuwa ni wa mama mmoja aliyeomba watoto wake wasiondoke kwa mikono ya Yesu. Hao watoto walikuwa wanafunzi wa Yesu. They were the first apostles wakiwa kwa Yesu. Kwa nini walikuwa kwa mitume? Ni maombi ya mama yake. Aliyaomba akiwa kwa nyumba.
Na ndio maana enda umake a covenant, a vow ya self denial kwa maisha yako na mume wako. Hatutalala kwa hii nyumba pasipo kuomba tumeshikana mkono. Aidha tumekosana, tumekasirikiana, tutamaliza hayo maombi tukiwa tumepatana na tutaomba pasipo kulala. Make that. Uone, nilikupatia tu mwezi mmoja miwili. Uone maisha yenu vile yatabadilika. Halo. Hapo hapo mkiwa mmeshikana, mwanze kutabiri katika hiyo madhabahu. Muongee, mseme tumeeka a covenant ya kwamba hatutalala pasipo kuombana. Tukiwa pamoja lazima tutashikana mkono. Tukiwa pamoja lazima tutaomba pamoja. Aidha tumegombana, tujagombana, tutatengeneza huo ugomvi, tutaomba ndo tulale. Is a covenant. Hiyo ni vow. And I'll make that vow. Maana vow is not about nadhiri nusa kuweka. Vow inaweza kuwa ni maamuzi mtaeka. Na ndio maana Danieli walisema hatutakula chakula cha mfalme. Na angalia after walipokataa kukula, maisha yao yalikuwa nini mbele? Yalikuwa na ushindi. Mungu wao alijulikana ni Mungu wa haki. Praise be to the Lord. Tumeona Yakobo vile aliweka vow. Akasema kinywa changu hakitaongea mabaya. Akasema kwamba macho yangu hayatatazama vitu vibaya. Why? Because he knew there is a vow of self-denial. There is a vow of self-denial. Ya kwamba hii sitafanya, hii nimekataa, hii nitatenda. Kanisa, I'm giving you a revelation. Huo ni ufahamu na kupatia. Si maombi ya pasta atakufikisha mahali unatamani. Kuna wengine utaweka nadhiri kwa Mungu wako na kufundisha ku-exercise power Mungu ameweka kwako. Si kila siku tutakuwa na wewe. Si kila siku nakaa na my spiritual father. My spiritual father nikimtaka namfuataga Nakuru. Na sitakaa na muda yeye mwingi. Hata juzi ni muujiza tulikaa na yeye masaa 3. It's like a miracle to me. For 3 hours tunaongea naye. Tuna expect mpaka nikamwambia the first time kuja kwa mikono yako nilikupatia shilingi 500. Na uliniombea kana kwamba nimekupatia milioni. Hata akacheka. Lakini angalia leo nimekuletea pesa ngapi. Akasema this is a great testimony. Ilibidi ashuhudie wengine. Mpaka wakaniambia apostle ametuambia ushuhuda wako. Umenielewa lakini? Umenielewa? Na that 500 ilikoko ni our first fruit. We made a vow. Hata kama tutalala njaa, let's do it. Kwa sababu that's a vow to make. Make your vow. Self-denial. Wewe na watoto wako, wewe na mke wako, wewe na mume wako, wewe kama kijana, make a vow. Mimi sitaolewa na mtu ambaye hajaokoka. Mpaka siku ile atakuja, hata kama atakuja ukiwa na 40. Ni wako, kwani ni wa nani? Akija hata akiwa na 80, ni wako. Mume wako si kichwa cha mbuzi ataliwa na kila mtu. Hata atengenezwe supu kwa bucha. Ni wako. Ni wa miaka 40, ni mwaka 50, ni wako. Wewe ngojea tu, useme I've make a vow. Mungu sikia, nimekuambia. Mimi sitakubali kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Mimi sitawahi kubali kuoa na mtu ambaye binti ambaye hajaokoka. I'll make a vow. Mimi nitakaa. Takaa mpaka siku ile utakuja. Chora maandiko. Chora kitabu chako ama kwa Biblia yako. Kila siku ukisoma Biblia unamuonyesha Mungu. Ona hii ndio nadhiri nilikuwekea. Na kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unasikiza nadhiri, ulikuja kwa Yakobo, basi hata mimi ukuje kwangu. Make a vow. Mungu anaweza akakupigania. Wacha kuishi maisha kama patapotea. Ukiamka asubuhi kile kimekuja ndio hicho kimeingia. Mtu ni kama tu unakaa kama kitawe kimeanikwa kwa kamba. Upepo ukipiga mashariki na kinafuata. Akiende lakini kinafuata tu kiko hivi. Ukigeuka unaanza kwenda kaskazini na kinageuka kinaanza. Usio kama tawe liko katika kamba. Eka maamuzi, make your stand. Useme this is my vow, nimeweka nitaishi hivi na sitaki vingine tena. Kuna vitu mimi niliweka na nikasema mwaka huu ni tofauti na mwaka jana.
Mwaka jana inaweza kuwa nilifeli mahali, mwaka huu sifeli, na hata shetani ajui sifeli. Mwambie jirani yako, mwambie shetani ajui sitafeli. Mwambie ukijisemea wewe, hii ni yangu nasema, sema yako pia. Sema yako, sema mwaka huu sitafeli. Maana najua uwezo niliopewa na Bwana. Halo, kuna nguvu iko kwako. Maandiko yanasema mauti na uzima yako katika kinywa chako. Yale matunda ya kinywa chako unatamka ndo utakula. Kila asubuhi ukiamka, useme I am not a failure. I am a victor. I'm not a failure. I'm a victor. I'm not a failure. Ukiwa unaoga bathroom, either ni maji ya mkebe, karai, shower, sema mimi sifeli. Halo? Mimi sifeli. Ukiwa kwa choo, piga nduru, sifeli. Watu washangaa kwa jirani ameanguka kwa choo. Hajaanguka, ni maneno anakiri, ni unabii anatoa. Unabii si lazima utolee kanisani, hata kwa njia. Tembea, geuka, sifeli. Watu wanakushangaa nini? Rabo shakata, sifeli. Nasema mimi sitafeli. Nasema mimi sifeli. Nitaenda mbali. Maneno yako yatakuwa kama silaha, yatakuwa kama mishale. Natangaza katika jina la Yesu wa Nazareti, Mungu akupatie maneno yawe kama bullet, yakitoka kwa kinywa chako yapasue miamba, yapasue laana, yapasue baria. Ukisema hautafeli, hautafeli. Ukisema utainuka, utainuka. Halo! Halo! Napatiana uwezo kwa kinywa vya watu. Pokeeni mamlaka wa vinywa vyenu. Pokeeni uwezo wa vinywa vyenu. Pokeeni mamlaka wa vinywa vyenu. Kuanzia leo yale utatamka yatakuwa kama mshale. Yale utatamka yatakuwa kama risasi. Yale utatamka yatakuwa kama bomu. Anza kutamka, sema I will not fail. Sema I will not fail. I will not fail. Kwa biashara sitaanguka. Kwa biashara sitaanguka. Kwa wokovu sitaanguka. Kwa familia sitaanguka. Kwa ndoa sitaanguka. Kwa kazi sitaanguka. Kwa imani sitaanguka. Pokea hiyo neema. You will not be a failure. You will be a victor. You will not be a failure. Hello. 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 Nasikia haya maneno ni yatupe juu ya maisha ya mtu. Haya maneno ni mazito, yakianguka kwa anga yako ukienda nayo, wa ushindi ukufuate. Hiyo uwezo ukufuate. Pokea neema ya kutoanguka. Pokea neema ya kutofeli. Endelea mbele. Endelea mbele. Natamka vijana hawatafeli. Vijana wa nyumba hii hamtafeli. Wamama wa nyumba hii hamtafeli. Watoto wa nyumba hii hamtafeli. Wazee wa nyumba hii hamtafeli. Pokeeni ushindi. Ushindi kwa yale mambo ambayo yalishinda watu. Hapa Kilifi watu hawajaiendelea. Wewe utaendelea. Wewe utaendelea. Wewe utaendelea. Maono yako yataendelea. Hiyo nyumba utajenga. Hiyo harusi utaifanya. I unlock the place ya maharusi katika anga ya nyumba hii. I unlock the place ya utajiri katika anga ya nyumba hii. No failure. No failure. Kwa biashara hakuna failure. Kwa ndoa hakuna failure. Kwa kazi hakuna failure. I need the grace of victory. Victory is your portion in the name of Jesus. Victory is your greatness upon your life in the name of Jesus. La makataya dada bazia dodo. Shikatekia na la magia ndale bazia dada. Receive the grace of the victor. You will never fail. You will never fail. You will never fail. Hey. Victory belongs to your life. Victory belongs to your marriage. Victory belongs to your business. Victory belongs to your generation. You shall not fail. You shall rise. You shall rise.
victory. I see my victory. I see my victory. Hey, I see my victory. I see my victory. I see my